Leo ni siku muhimu sana kwa Watanzania. Siku ambayo muungano wetu unatimiza miaka 62. Ndugu zangu, ametanguliza maneno hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ziko nchi nyingi zilijaribu kuungana, lakini ziko ambazo muungano wao haukufika hata mwaka mmoja. Ziko ambazo muungano wao haukufika hata miezi 6. Ziko nyingine ndani ya siku 100 muungano ulikufa kabisa. Sasa hii ni heshima kubwa sana, na lazima tushukuru na tuthamini kazi kubwa iliyofanywa na baba wa taifa, rais wa kwanza wa Tanganyika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mzee wetu marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, kwa pamoja kukaa na kuzaa wazo hili na kuona kwamba kuna kila sababu ya sisi kuungana na kuwa na nchi moja ijulikanayo kwa jina la Tanzania. Tanzania ni nchi kubwa, na kwa kweli tunajivunia mambo makubwa sana. Hawa wengine hawa mlikuwa mnawasikia wakati wa kampeni katika ile kunadi sera. Mlikuwa mnawasikia wengine wanasema wao wangevunja muungano. Si mlikuwa mnasikia? Sasa tujiulize, kama wangevunja muungano, maana muungano huu ni wa nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar. Sisi tungeitwa nani? Eti wana Mvomero. Maana isingekuwa Tanzania, si ndivyo? Sasa sisi tunawaambia tunaupenda muungano wetu, tutaendelea kuulinda, tutaendelea kuutetea, na tutaendelea kuutunza na kuulinda kwa gharama yoyote ile chini ya viongozi wetu wakuu hawa wawili. Hakuna njia mbadala. Sasa akitokea mtu akisema anataka kuvunja muungano, maana yake anataka kuondosha utu wetu. Mtakubali wana Mvomero? Hapana. Msikubali kabisa. Angalieni Dar es Salaam pale. Si mnaona magorofa yale nusu ni ya Wazanzibari. Sasa kama si muungano wangekujaje pale? Sasa muungano wetu una faida kubwa na tuna kila sababu ya kuuenzi, kuulinda. Nitumie nafasi hii kuwaeleza vijana wetu, lazima tuendelee kujifunza historia ya muungano wetu, tujue tulikoanza, tulipo na tunapotaka kwenda. Maana vijana saa nyingine wanaingia katika wimbi hili, wanafanya vitu ambavyo havina msingi. Kuna mtu anakupa shilingi 5,000 au anakuahidi 200,000 ukafanye vurugu, au anakuahidi 5,000,000 wende ukaharibu miundombinu ya serikali. Kumbe miundombinu hiyo wewe, ili jasho linalo kutoka kufanya kazi, kodi yake ndio unaenda kujenga huo miundombinu ambao unaenda kuharibu. Lazima vijana tuelewe na tutambue kwamba wale wote ambao wana nia ovu hawapaswi kuungwa mkono, na wale wote ambao wana nia njema tukiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Mwinyi, hawa ndio wa kuunga mkono. Lakini hawa wote tunaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Bahati njema sana Tanzania, tuna bahati njema sana. Serikali zetu zote mbili zinaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Ingekuwa upande mmoja unaongozwa na chama chengine, ingekuwa balaa kubwa. Lakini kwa nini wanauliza Chama cha Mapinduzi kinaongoza? Na kwa nini mnasema nyinyi hamtoki madarakani, mtaendelea kuongoza? Tunasema hivyo kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaahidi na kinatekeleza.